na wasalimu tena wana wa Mungu. Hamjambo? Hatujambo. Mko wazima? Ndio. Asante. Kwa wale ambao mmoja anatambua kwa jina, naitwa Elda na Ashton Mtoro. Tunafanya kazi na Elda Anupe. Kwa hivyo mimi ni msaidizi wake na mnakaribishwa katika ibada hii ya siku hii ya leo. Sitaki kunyima mtu salamu, sababu nyingine nilaumu katika nyumbani kwamba mbona usitambulishe peke yako na mimi usinitambulishe wageni wanijue. Kwa hivyo nataka tu nichukue nafasi hii kwa ajili ya mwingine ambaye ametutembelea leo ataweza kujua pia yule ambaye anaishi naye. Kwa hivyo nakaribisha asimame asalimu kwa niaba yangu. Happy day. Happy Sabbath. Amen. Kwa hivyo sitataka nichukue muda mwingi, lakini ujumbe wa leo naomba kwamba utaweze kuwafikia kwa njia ambayo Mungu mwenyewe ameruhusu tuweze kuwafikia. Hebu na tuombe. Baba uishie juu mbinguni, kwa utatu wako tunakushukuru kwa sababu ya mapenzi yako. Tunakushukuru kwa sababu ya vyote vizuri ambavyo unaruhusu tukaweze kuipata. Hata Baba, bila ambavyo si vizuri, tunashukuru kwa sababu ya mapenzi yako. Nachukua nafasi Baba tukikualika katika huduma hii. Roho Mtakatifu akaweze kutangulia, mimi nikaweze kutumika kama chombo. Wana wako hapa pia na waweka mikononi mwako, ukaweze kuwapa masikio ambayo ni masikivu, shetani atapate kushindwa katika nafasi hii. Ombi nimeomba nikaweze kufika ulipo kwa jina la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. Funzo langu la siku ya leo katika lugha ya Kiswahili inaweza sema kwamba weka kumbukumbu. Weka kumbukumbu. Nafikiri kumbukumbu ni kufanya kitu ambacho aidha ni Mungu ama ni mwenzako ataweza kukukumbuka kila wakati, anakumbuka ya kwamba uliweza kulitendea kitu fulani. Kwa hivyo leo tu ni kwamba sababu tunakaribia makambi na tunakaribia vitu vingi vya kuweza kujitoa kwa ajili ya kufanikisha kambi letu, nataka tu ni kwamba mwaka huu weka kumbukumbu ili ama tolea Mungu na aweze kukukumbuka. Na unapomtolea Mungu na aweze kukukumbuka, inamaanisha kwamba Mungu atakukumbuka kwa kukuongezea nini? Baraka. Kama ulitoa moja, atakuongezea upate mbili. Hivyo hivyo tu. Kwa hivyo funzo letu ni kwamba tukaweze kumtolea ama tukaweze kufanya jambo ambalo litafanya tuweke kumbukumbu. Na before niendelee, nilikuwa ninasoma kitabu hiki ambacho tulisoma wakati tunatoa zaka na sadaka. Na ni katika kitabu cha Isaya 53 fungu la 5 hadi la 6. Hatutasoma, lakini kuna machache tu nimenukuu hapo. Inasema, following our master's example, let us endure hardships and sacrificially give to the cause of the Lord
for the sake of those who will be saved by our acts of generosity. Inamaanisha kutoa kwetu kutaokoa mtu fulani, kutoa kwetu kwa ukarimu, our generous giving inaokoa mtu fulani mahali, na inapookoa mtu fulani mahali, ni ukweli utakuwa unaweka kumbukumbu. Mungu atakuwa anakukumbuka kila wakati ya kwamba huyu ama hili kondoo langu limeweza kufanya nini? Kuokolewa kwa sababu ya kutoa ambako mzee Pius alitoa akiwa wapi? Kimaiti. Kwa hivyo tukaweza kutoa kwa njia ambayo ni nzuri. Matoleo ya camp ni matoleo ya mahubiri. Kwa hivyo tutakapotoa kodi yetu vizuri kuifikishe, hakika Mungu atatukumbuka, sababu fedha zile zitaenda kufanya injili mahali ambapo watu hawajajua neno lake na wataokoka. Endelea kusema, there is joy waiting us when we reach our heavenly home. Imagine the shout of someone saved because of your giving. Yani, imagine mtu asimame mahali anatoa ushuhuda ya kwamba nimeokoka, Bwana ni mwokozi wangu. Ama mtu anajitoa kwenda kupatizwa kwa sababu ya kutoa kwako. Imagine, na huenda hautajua, na ukijua je? Utakuwa pia wewe na furaha. Utakuwa pia wewe na furaha. Kwa hivyo tukaweze kutoa, na ile picha ya kutoa ikaweze kuonekana. Kutoa haimaanishi kwamba uko navyo vingi sana ndio ukaweze kufanya nini? Kumtolea Mungu. Mungu atakuhukumu kwa kile ambacho tayari alikupea. Kama alikupea shilingi 100, anataka yake ngapi? 10 kwanza, na uongeze nyingine ngapi? 10. Na unaweza endelea kuongeza jinsi ambavyo roho yako imefanya nini. Mungu hawezi akakuhukumu kwa sababu umetoa shilingi ngapi? 10. Atakubariki kwa sababu umetoa kwa ule moyo ambao ni mkarimu, na umetoa kulingana jinsi ambavyo amekubariki. Mungu awabariki. Amen. Kwa hivyo tunaporejelea hubiri letu ama mahubiri yetu ya leo, tulikuwa tumesomewa kitabu cha Acts chapter 20 verse 35. Na before tusome mafungu haya, nataka tu niwape hadithi kidogo kwa muda mfupi. Pia mimi hiyo niliambiwa ama nilihadithiwa na mtu mwingine. Tulikuwa na mama mmoja akawa na watoto wake wawili, na tukawa na mtu mwingine alikuwa ni wazimu. Lakini wazimu sana, alikuwa anaelewa tu mambo vizuri. Kama huyu alikuwa anafanya biashara ya hoteli, kwa hivyo kila wakati huyu wazimu alikuwa amezoea. Kwa hivyo ni kuamka asubuhi, aende pale apate breakfast, ataenda sunguke, tena anajua wakati wa lunch atakuja tena apate lunch, tena ataenda shughuli zake, tena atarudi wakati wa sapa. Mama huyu alikuwa mzuri, akatendea huyu wazimu karibu muda wa miaka mingapi? 2. Lakini shetani naye akaingia kwa akili ya huyu mama. Mama akakaa wakati fulani jioni, akaanza kupika hesabu. Breakfast huyu mtu anakula kwa shilingi 50. Akija lunch nampea karibu ya 100. Akija sapa nampea karibu ya 100.
Sasa kwa siku huyu mtu anakula pesa ngapi? 250. 250 kwa wiki moja akachape hesabu. Kwa wiki nyingine mwezi mmoja akachape hesabu. Na je, sasa kwa miaka miwili alikuja kujua ya kwamba huyo mtu amemkula pesa nyingi. Pesa yenye angekuwa hata kama anasema angekuwa amenunua plot ama amejenga nyumba nzuri, akaanza kujiona watu nakaa hivi, lakini kumbe pesa zangu zinaenda. Huyu mtu anafanya nini? Anakula. Mama akaona njia nzuri, kwa sababu siwezi kumtorosha hapa. Unajua wazimu kuna wanatumai enda hoteli au wajakora wanaingia hapo, huwa wanafanyiwa nini? Hata wanachapa, si ndio? Wanafukuzwa waende kabisa. Lakini huyu akaona huyu mtu amemzoea sana, sasa nifanye nini? Akaamua njia moja tu, njia rahisi ni kumaliza. Njia rahisi tu ni kumaliza huyu mtu ili asinisumbue. Kwa hivyo akachukua mandazi, akajifanya hapo busy siku hiyo, hata kuwa ambia wasimu ya kwamba leo ninatoka, chukua haya mandazi utakula baada. Wasimu akatoka na mandazi mawili, moja iko na sumu, nyingine haina sumu. Wasimu akatoka, hakuona haja ya kuila haraka. So akatembea njiani, anapotembea hivi anakutana na watoto wake na sina marafiki. Yeye nyumbani, nyumbani mama hayupo. Hata amenipa haya mandazi, sema kwamba hata kuwa mimi nifanye nini? Nitumie. Lakini kwa sababu mama hayupo nyumbani, chukua moja wewe ukule, nyingine utakula. Watoto walikula, lakini unajua kwamba kuna mmoja alikufa, mwingine akapona, sio? Sumu iliangamiza mmoja, mwingine naye akafanya nini? Akapona. Kwa hivyo mama alipopata habari, anarudi nyumbani, mlikula nini? Fulani alitupea maana, si alijua kwamba amemaliza. Mazuri unayotenda, unatendea nani? Unatendea nani? Kutoa ambapo utatoa, unatolea nani? Lakini mabaya, Mungu naye ni ajabu. Mabaya ambayo unafanya kumbe si ya Mungu, unajifanyia wewe mwenyewe. Unapokunja mkono usitoe, unakunja baraka zako wewe mwenyewe. Lakini hata mazuri tu ukitoa vizuri, yaani vizuri tu vyote unapofanya unafanyia nani? Unafanyia Mungu. Hata Yesu mwenyewe alisema wakati ulikuwa unabisha fulani, unamlisha, unamfanyia mazuri, ulikuwa unafanyia nani? Ulikuwa unafanyia mimi. Watu wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Acts chapter 20 verse 35, tuanze na hapo. Acts chapter 20 verse 35. Somaji kama huko pale. Nasema, Yes. katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. I have shown you in every way, by laboring like this, that you must support the needy. I remember the words of the Lord Jesus, that he said, "It's more blessed to give It's more blessed to give than to receive." Niulize swali pale. Ukipewa kitu na mtu, wewe utasema asante, si ndio? Kwa hivyo wewe na mwenye umepokea na yule ambaye amekupa, nani ambaye upata baraka? Mwenye amefanya nini? Mwenye amekutolea. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu, watoto wetu, tuweze kutoa.
na tunatoa kwa ajili ya kampu ambayo iko mbele yetu. Kuna mnyonge mahali, kuna yatima mahali, kuna yule ambaye kuna kiu cha neno, mwenye hata wewe haujamtambua. Wanapokuwa nasoma missionary wanasema sana inatoka kama ni wimbo ya kwamba sadaka hii ya 13 ndio inaenda kusaidia nani? Kujenga kanisa, kulisha watu kule. Wewe unataka ufuatilie uone ilijenga kanisa wapi? Mungu tu ndiye anajua, na yeye tu anataka akubariki tu kwa kule kutoa. Wanaheri wale ambao wanatoa maji kuliko wale ambao wanapokea. Hata inapokuwa mahali ulizo tu swali, wewe unaweza kuwa wapi? Unaweza kuwa wa kutoa ama wa kupokea. Kila mtu hapa atasema mimi nataka niwe wa kutoa. Sababu leo hii ama kila wakati anajua kwamba wanaheri hao ambao wanafanya nini? Mungu wabariki kwa njia ya kipekee. Hatusemi ya kwamba wale ambao hatutoi kwa sababu hatujapata, hatuna baraka. Tuko pia na baraka. Tuko na baraka, na ile baraka huenda itakuwa ni baraka ya uhai, ile ambapo uweze kutoka ukaenda kufanya kazi na upate pesa ili uje utolee nani? Mungu anatubariki kwa njia tofauti. Nilisema nini? Weka kumbukumbu. Weka kumbukumbu. Na tunapata unaweza weka kumbukumbu ili watu wakaweze kukutambua, watu wakaweze kukujua kwa njia ya matoleo. Kama bali tumekaa hapa hivi, hata kama hatujui, lazima kuna tu mtu aliweka kumbukumbu jengo hili likaweze kupatikana hapa hivi. Na huenda Mungu anamfuata kwa njia ya kumbariki, kwa njia yenye Mungu mwenyewe anafanya nini? Anajua. Tukaweze kuweka kumbukumbu kwa ajili ya kuokoa wenzetu ambao wako msituni, wenzetu ambao hawana neno, wenzetu ambao hawajatambua Mungu. Tukaweze kuweka kumbukumbu kwa njia ya matoleo ili Mungu akaweze kutubariki. Tusome 2 Corinthians, not Corinthians, Chronicles. 2 Chronicles, tusome mlango ni wa 15 mstari wa 7. Kama umefika pale tafadhali tuongoze kusoma. Nasema, nanyi jipeni nguvu, wala mikono yenu isilegee, kwa maana kazi yenu itakuwa na ijara. Hadithi ambayo nimewatolea hapa hivi, mama yule aliweza kulegea. Mama yule aliweza kukosa nguvu. Aliona umekuwa ni mzigo kulisha huyu mtu. Kumbe mwisho wake tulikuwa na reward na hakujua. Kazi nzuri unayoifanya, kazi nzuri unayoifanya kwa Mungu iko na baraka. Baraka zingine hatuwezi kuzitambua, lakini Mungu anajua. Wakati tulikuwa tunazuru washiriki, tukafika kwa nyumba ya Madam Jane. Wakati tulikuwa tunatoka, akaongea kitu kingine, na mimi nikaanza kurelate na mambo mengine. Alisema kwamba kuna ticket mahali
inatarajiwa, yaani anaweza panda ndege. Mimi naye nikasema tena, wewe mama huyu unafanikiwa. Mazuri unayoyafanya usichoke. Kama uko tuna kitu kizuri ambacho unaweza fanya, usiangalie mbona enda afanye, wananiona tu mimi. Biblia inasema ni wanaheri wanaofanya nini? Wanaotoa kuliko wanaopokea. Good works are rewarded. Good works are rewarded. Kazi nzuri inatuzwa, ama kazi njema inatuzwa. Wana wa Mungu, tujiweke kwa kutenda mazuri. Wana wa Mungu, tujifunze kutoa. Tujifunze na kutoa. Usijiweke kwa kutoa ambapo pia kuna kufinya. Nimesema hivi, Biblia inasema Mungu anadai haki yake kulingana vile ambavyo amefanya nini? Amekubariki. Katika kutoa hakuna kupima viwango. Mungu ndiye anajua kiwango kipi alikupea na kiwango kipi hakukupea. Kwa hivyo wewe toa kulingana na kiwango ambacho Mungu amefanya nini? Amekupea. Na atakwambia well done, kwa sababu umefanya kazi nzuri, na atakupea tuzo. Hebu tusome fungu kutoka kwa kitabu cha Hebrews 13:16. Hebrews 13:16. Nasema, Yes. lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Hebu rudia. Lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Kwa Kiingereza, Yes. but do not forget to do good and to share with such sacrifices. God is very pleased. Usisahau, lakini usisahau kutenda mema na kushirikiana. Wanakimaiti, usisahau kutenda mema. Tendea wenzetu mema, tendea jirani yako mema, tendea kila mtu mema na kushirikiana. Tunamaliza vizuri sana. Inasema nini? Maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Mungu anapendezwa na mema. Mungu anapendezwa na sadaka zile ambazo ni nzuri, sadaka ambazo hazina manunguniko, sadaka ambazo unatoa na umefurahi kwa sababu umetoa. Enda amekuwa hapa hivi, hata mwenyewe alikuwa anakaa kuokoka kusema, sababu akiangalia tangazo la kwanza ni pesa, akipitisha macho kwa tangazo la pili ni pesa, akiangalia neno mpaka la mwisho, yaani anataka chakuwepo yale ambayo yataweka mshiriki akihisi hapa kanisani, lakini yote tu anaangalia ni pesa. Maandiko yanatuambia tusichoke kutenda mema. Kama ulitoa leo, ingine imetokea kesho na Mungu amekubariki naye, toa. Nasema wakati tunashirikiana hivyo, hapa wamesoma deni la kanisa la nani. Hiyo saa zingine inaleta aibu. Zingine mkienda mkutano wa kidole ya kwamba wewe tena mbona hutaki kushirikiana, alafu unakuta kwamba kweli
Nilisema sitawatosha, najua ujumbe tayari umeingia, lakini nitaendelea na mafungu mawili tu. Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili 9 kuanzia fungu la 6. Wakorintho wa pili 9 kuanzia fungu la 6. Second Corinthians chapter 9 verse 6 tukiendelea. Nasema nini? Nasema hivi. Yes. Lakini nasema neno hili, apandaye hapa atavuna hapa, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa uzuri wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa Simamia pale. Anasema lakini nasema neno hili, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Ukikunja mkono wenye Mungu ameachilia, na wewe ukunje, itakuwa ni shauri yako. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Yule ambaye anapanda kwa ukarimu atavuna kwa nini? Saa zingine nilikuwa na huko kwetu, tulikuwa na pastor alikuwa anaitwa, anajulikana sana, Pastor Ngoi. Alianza maisha yake, historia yake, alianza maisha ya chini kiasi. Mahindi yake alikuwa anapanda bure, watu wanapanda na mbolea, alafu yeye anavuna, na wenye mbolea wanavuna kidogo. Sasa unajua, ukiwa mtu kama huyo, watu wataanza kukuwekea maneno mengi, sio? Yeah. Mbona mimi nimepanda tu, nimekokota tu mbegu hapa, nikapanda inafanya vizuri, na mwingine ameenda kununua hybrid, sijui namba ngapi, sijui ngapi, akipanda inafanya nini? Haifanyi vizuri. Unafikiri ni kwa nini? Saa zingine alichukua pesa ya zaka na sadaka, ndiye alienda kununua nini? Mbolea, akanunua mahindi. Sasa kama hiyo pili, hata kama Mungu naye ni Mungu mwenye tunamjaribu, hiyo ndio unataka ifanye vizuri, alafu unaendelea kurudi chini. Lakini nasema neno hili, apandaye hapa, yani huenda ni kutoa. Wamesema tutoe shilingi ngapi kwenda ya kwaya? 500 ya registration. Anyway, sisi tukaona hii hatuna kwaya, hatuna hata mtoto anaenda, situationne tuna hiyo. Nao wanasema hapana, ni kiwango cha district, lazima tutoe. Tunakataa kutoa. Kuna baraka tunapata katika kanisa letu. Tuzepius, kuna baraka tunapata. Isha not here. Na hiyo Biblia inatuambia kwamba tutakuwa tumepanda hapa. Lakini tutakapopeana na hata tuongeze, tutavuna katika hiyo ukarimu. Yaani ukarimu, ile generosity ambayo tutakuwa tumetolea, na ndio tunavuna Mungu kutuongezea maradufu, na kanisa letu litakuwa na pesa. Kuna wakati tulikuwa tunashauriana na nyanyansi kidogo tu hapo nje, na tuongea kitu hii kaniuliza,
Nielewe kwamba kanisa letu halina pesa. Acha nitumie neno mengi. That is why kanisa letu halina nini? Nitoe siri ambayo Elda aliokopa kutoa. Fikiria, si lazima unapoleta pesa kwa hazina ya Mungu Elda ajue. Mtu mwenye anaweza jua ni yule ambaye unapea, mtu kama treasurer ama karani, au anaweza jua. Kicha bodi hapo hivi wanakuambia kwa idara fulani uko na shilingi 10,000. Kwa hiyo kutoa 1,000 haina hasara. Tusikunje mikono yetu alafu kanisa pia likae kama linapotea. Mungu hawezi penda. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni. Matoleo mengi tunapoyaleta, watu huwa wanalalamika kiasi. Wanajua wanapolalamika inamaanisha kwamba tumeanza kutoa kwa huzuni, wala si kwa lazima. Mungu hapendezwi na hivi ndio tunaangamia mara mingi. Hata mimi kibinafsi nimewahi toa, lakini nikaanza kulalamika kwamba hii naye nilipata vibaya. Nafikiri hata kama imeenda huko, imefanya kazi ya baraka. Inaweza fanya ndio, kwa sababu ni ya Mungu. Nimeitoa kwa lazima, mahali imeenda itafanya kazi vizuri, lakini mimi baraka nilizipata hapana, kwa sababu ya kutoa kwa lazima, kwa sababu ya kutoa kwa huzuni. Maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Kwa moyo wa ukunjufu. Tukaweze kutoa kwa moyo wa ukunjufu. Makambi yetu. Kuna session ambayo inakuja hapa hivi mbele baada ya hili kutoka. Tafadhali. Tukaweze kurahisisha hiyo session ipite vizuri, tutoe kwa ukunjufu. Tutoe kodi yetu kwa ukunjufu. Tutoe camp expense yetu kwa ukunjufu. Mungu atubariki. Na ni ukweli pia kwamba Mungu atafanya nini? Atatubariki. Kuna watu wako na dreams. Kuna watu wako na ndoto. Na ndoto ambayo uko nayo, tafadhali usifinye ipotee. Wengi wanapopata habari ama neno la Mungu, mtu anaamuka na kuwa na msisimuko mpaka anasema, Mungu nipatie ili nikaweze kufanya nini? Kutoa. Mungu nipatie ili nikaweze kutoa. Nilikuwa nimepotea, lakini umenileta kwa njia ambayo nimetambua mwelekeo. Nimetambua ya kwamba wewe ndiye Mungu. Mungu nisaidie nikaweze kupata, ama nipe na nitoe. Lakini mara nyingi huwa ama ni kitu ambacho Mungu amekuahidi kwamba nitakupatia. Uliomba na Mungu akaahidi kwamba nitakupea. Endea. Kama roho yako inakwambia kwamba nitafanya kitu fulani, kifanye. Kama roho yako inakwambia kwamba nitajenga kanisa, jenga. Caleb alikuwa ni mtumishi wa Mungu.
Mungu alimwambia kwamba atampa mlima mahali fulani. Wenzake walipokuwa walienda wakaleta negative reports, lakini Caleb na Joshua walikuwa na ripoti ambayo ni nzuri, na ikawa ni kwamba Mungu amesema kwamba atawapatia. Caleb alienda, waliokopa, alienda akakaa kule, akafikiria, lakini akaamua kwamba sitakaa hapa, naendea na nidai elimu yangu na promise yangu kwa nani? Kwa Mungu. Wakati Caleb alienda, hakika alipata kila ambacho alitaka. Mpenzi, najua kwamba kuna kitu ndani mwako, kuna kitu huwa unafikiria, lakini mapato yanakuweka chini. Kuna kitu unatamani ufanye, lakini haufikii uwezo wa kufanya. Endea, omba Mungu na utakifanya. Asante sana, nimezunguka kwa matoleo, ukaweze kutolea Mungu kila ambacho unakaa tu kitamani ya kwamba ninaweza fanya. Anza kufanya polepole na utamaliza. Mungu awabariki. Amen. Tusimame tuimbe wimbo wa nambari 107. Na ile ambaye anaweza kufika nchi za mbali pia, anapoitwa aseme nini? Nipo Bwana, nitume. Hilo ndio kwa yangu, kazi ambayo iko mbele yetu kwa muda mfupi, kwa muda wa mwezi mmoja. Itika na useme nipo Bwana, fanya nini? Nitume, na baraka zake tutazipata. Kwa heshima kuu nakaribisha mzee Philip aje kuongea. Bwana, ninakuinua, ninakupea sifa kwa ajili ya mchana huu. Tazama mhuduma wako ametufundisha kitabu hiki, ili tupate kujitoa tufanyie kazi. Bwana, nimekabidhi washiriki wote mikononi mwako. Fungua mioyo zao wanyenyekee wahudumu vile unahitaji. Kila mmoja mfalme naweka mikononi mwako. Wafungue mioyo, wafungue mawazo, wafungue mafikirio. Asante Mungu Yesu, katika jina la Yesu.